jina la Yesu. Ninaita mamlaka itokayo juu. Mkono wako Mungu ukamguse kila moja, kila kifungo, kila mnyororo. Ninapisha kwa jina la Yesu. Popote pepo ulipo, na kuapisha kwa jina la Yesu. Kila ndoto chafu, mapepo ya kila namna, naapisha leo. Toka ndani kwa damu ya Yesu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Naita moto wa Roho Mtakatifu ukatembee kwenye viwanja hivi. Tunakamata mji huu, tunauinua tena kwa imani kwa jina la Yesu. Na mmoja aseme amen. Amen. Sema amina tena. Amen. Ongeza makofi na vigelegele. Amen. Kama unayo furaha, piga makofi na vigelegele. Najua wachawi huwa wananuna wakati wa mikutano. Samui watacheka. Sema amina. Amen. Jana nilihubiri kwa habari ya zamu. Leo nitazungumza habari ya siku za mwisho. Taomba Biblia. Na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana tena. Na mahali pao hapakuonekana tena. Nikawaona wafu. Nikaona wafu, wakubwa kwa wadogo. Wakubwa kwa wadogo. Wamesimama mbele ya hicho kiti cha, wamesimama kwenye hicho kiti cha hukumu. Vitabu vikafunguliwa. Vitabu vikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Na kitabu kingine kikafunguliwa. Ambacho ni kitabu cha uzima. Ambacho ni kitabu cha uzima. Nao wafu wakahukumiwa. Wakahukumiwa katika mambo yao. Katika mambo yao. Yaliyoandikwa katika kile kitabu. Katika kile kitabu. Sawasawa na matendo yao. Sawasawa na matendo yao. Bahari kawatoa wafu. Bahari kawatoa wafu. Waliokuwamo ndani yake. Waliokuwamo ndani yake. Na mauti na kuzimu. Na mauti na kuzimu. Ikawatoa wafu. Ikawatoa wafu. Waliokuwamo ndani yake. Waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa. Wakahukumiwa. Kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili. Hii ndiyo mauti. Yaani hilo ziwa la moto. Yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana. Na mtu yeyote hakuonekana. Ameandikwa katika kitabu cha uzima. Ameandikwa katika kitabu cha uzima. Alitupwa katika lile ziwa la moto. Alitupwa katika lile ziwa la moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama umeme umekata, sema amina. Amina. Sema amen. Amen. Watu wa kusema amina. Amen. Biblia inazungumza kwa habari ya siku za mwisho. Biblia inasema ya kwamba akaona kiti kikubwa cha enzi. Yaani Yohana aliona kiti kikubwa cha enzi, naye aliyekaa kwenye kile kiti, Biblia inasema uso wa nchi ukamkimbia. Biblia inasema akaona vitabu viwili, kimoja cha uzima milele, kimoja cha jehanamu ya moto. Biblia inasema yule ambaye hakuonekana ameandikwa kwenye kitabu cha uzima milele atakuwa alitupwa kwenye ziwa la moto. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Amina. Ninazungumza kwa habari ya hukumu ya siku ya mwisho. Biblia inapozungumza lazima tujue zipo nyakati za mwisho. Na Biblia inasema siku ya mwisho Mungu atahukumu wafu wakubwa kwa wadogo. Kila mmoja atasimama kwa kadiri ya matendo yake. Sema amina kwa jina la Yesu. Biblia inazungumza siku ya mwisho Yesu atasimama yeye kama mchungaji wa kondoo, na wakati amesimama Biblia inasema atafungua vitabu viwili, na yule ambaye atakuwa ameandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele yeye hatahukumiwa jehanamu ya moto. Ndio maana leo ninatangaza habari za Yesu, ni habari za pekee. Huyu Yesu aliyesulubiwa juu ya msalaba, yeye anakupenda. Mtu anondwa, sema amina. Sema amina kwa jina la Yesu. Siku za mwisho itakuwa ni siku ya hatari.
hapatakuwa na baba, hapatakuwa na mama wala mtoto. Biblia inasema kila mmoja atabeba mzigo wake. Sema amina kwa jina la Yesu. Watu wengi wanasema eti mtu akifa anaenda mbinguni. Tunaposema mtu akifa ataenda mbinguni yule aliyefanya matendo mema, lakini yeye aliyefanya dhambi, hata kama alikuwa kwenye dini, atapotea. Tusema amina. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Tunaposema habari ya hukumu, Mungu atahukumu watu wote kwa kadiri ya haki. Kama ulitenda mabaya, utahukumiwa kwa mabaya. Kama uliiba mke wa mtu, utahukumiwa kwenda jehanamu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema haleluya. Mungu siku ya mwisho atasimama mwenyewe. Yeye atahukumu wakuu wa nchi, yeye atahukumu mataifa, yeye atahukumu matajiri, wale waliosoma na ambao hawajasoma, wote watahukumiwa. Sema amina. Lakini Biblia inazungumza siku ya mwisho itakuwa ni siku ya kutisha. Watu watalia na kusaga meno, watu watalia na kusaga meno. Wewe unayesikia injili unaikimbia, injili hii ni ya pekee kwa sababu Yesu yeye anakupenda. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Tunaposema habari ya dhambi, dhambi ni tishio. Dhambi imeleta mabaya, dhambi imeua ndugu zetu, dhambi imeleta maafa. Tunapozungumza habari ya dhambi, ni nyakati za hatari. Tunapotazama wamama, tunapotazama wababa, ni wakati wa kutengeneza njia zako. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Yesu anakupenda, ndio maana injili imekuja, ni kwa ajili yako. Wenda una dini, wenda uko mahali pengine, wenda unalewa, lakini Yesu anakuona leo. Rejea, njoo kwake, utapata uzima. Sema amina tena. Haleluya. Punga mkono namna hii. Wenda umekuja kwenye mkutano, lakini ndugu yako umemkasirikia, pengine umemnunia kabisa, wala usalimiani naye, lakini kumbuka iko siku moja yeye ukamsamehe leo, yeye ukamsamehe leo, hata kama alikutenda mabaya. Tunaona dunia imebadilika, hata mabinti, hata wamama wanachomoa mimba, wanamwaga damu zisizokuwa na hatia. Lakini siku hiyo Yesu atakuwa kwenye kiti cha enzi. Biblia inasema watu watasimama, wakubwa kwa wadogo watasimama, watahukumiwa. Utasimama, utahukumiwa. Wewe hapatakuwa na padri wala mtu mwingine wala kiongozi, na yeye atasimama, maana Yesu hana upendeleo. Yeye atahukumu wakubwa kwa wadogo. Ni wakati wako wa jioni ya leo, tengeneza maisha yako. Haleluya, nasema haleluya. Mshike jirani yako, mwambie wasamee waliokukosea. Amshike mkono, mwambie wasamee waliokukosea. Patie mkono, mwambie msamee na yule uliyemkasirikia. Haleluya. Mwambie usijinyonge, Yesu anakupenda. Mpatie mkono, mwambie Yesu anakupenda, usijinyonge. Haleluya, haleluya. Injili ni habari njema kutoka juu mbinguni. Wewe baba unayenisikiliza, wewe mama unayenisikiliza, ni wakati wako wa kutengeneza. Watu wengi tunapotazama kwa habari ya injili, wanafikiri injili ni ujinga. Injili sio ujinga, ni upendo wa Mungu, maana ameyaona maisha yako. Ndio maana yeye yuko tayari, ametutuma tulete ujumbe wa pekee. Sema amina kwa jina la Yesu. Watu watasimama, wale wa baba na vijana waliojiona wao waliharibu mabinti, walikuwa na nyumba ndogo, wakasema wao ni miamba, walikuwa wapiganaji. Lakini siku hiyo itakuwa ni siku ya pekee. Watu watalia na kusaga meno. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Nyosha mkono namna hii. Punga tena mkono. Punga kama tupo pamoja, punga mkono wako.
Halafu mpatie jirani yako, mwambie acha mabaya. Patie jirani yako mkono, mwambie acha mabaya. Haleluya! Siku hiyo ya mwisho hata wachawi watahukumiwa, watasimama. Hata kama waliua, walikuwepo majambazi, walikuwepo watu wasiofaa, waliokuwa na nyumba ndogo, wote watabebwa, watapelekwa kwenye ziwa la moto. Tunaona hata wababa, unaanza na mke wako, unamwona mnaanza chini, lakini mnaendelea, mnafanikiwa, unasema hafai, huyo ndiye anayefaa. Mara unamwacha, unakimbilia nyumba ndogo. Na kuambia hiyo siku ni siku ya hatari, ni siku ya kilio. Watu watalia vibaya, watu watalia, watamwaga machozi. Hapatakuwa na tajiri wala msomi wala aliye na majukumu makubwa wala mtu yeyote. Biblia inasema kila mmoja atasimama amesonga mbele kama anahesabiwa, na Biblia inasema ya kwamba kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake. Ndio maana ni wakati wa kuacha matendo mabaya, ni wakati wa kuacha mabaya yote, ni wakati wa kuacha dhambi inayokutesa. Wengine wanateswa na ubaya tu wa maneno machafu, lakini jioni ya leo acha umbea, mgeukie Yesu. Wacha mabaya, geuka kwa Yesu. Haleluya! Sema amina kwa jina la Yesu. Mungu alipotazama, yeye akaona ya kwamba, akamfunulia huyu mtu wa pekee, Yohana akiwa kwenye mateso kwenye kisiwa cha Patmo. Mungu akaanza kufunua, anamwonyesha kwa habari ya hukumu ya umilele. Maana tunapoishi lazima ujue kuna mwisho. Ulize jirani yako, unatoka wapi? Uko wapi? Unaelekea wapi? Patia jirani yako mkono, mwambie unatoka wapi, upo wapi na unaelekea wapi. Haleluya, haleluya. Wewe usione tu hata kama binti watu wanakusifia mtaani, wewe ni mzuri, lakini siku moja utashangaa umekongoloka. Hata ukipaka perfume haikai, hata lotion haikai. Haleluya. Lakini siku ya mwisho ni heri leo ukageuka, ukaanza kumtumikia Mungu, na Yesu analipa na change inabaki. Tikisa jirani yako, mwambie Yesu ni mzuri. Mwambie uchawi ni mbaya. Haleluya. Sema amina kwa jina la Yesu. Leo tunaposema habari ya Injili, watu wengi hawajajua Injili ni upendo wa Mungu. Ndio maana jana nikaona kitu kimoja cha ajabu sana. Unajua watu hawajajua, waimbaji hawa, Mungu awabariki sana, nao ni wahubiri pia. Unajua wahubiri, waimbaji ni wahubiri, waombaji ni wahubiri. Jana wengine wakafikiri tunafanya matukio ya kawaida ya mchezo. Mimi nikitaka kuhubiri Injili na hubiri Injili hata kama mazingira magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoona Rose Muhando hajafika wakaanza kusikitika. Rose Muhando ni mtu tu, tena tumemwombea wenyewe. Kuna wakati ana uwezo wa kuja kama mwanadamu, kuna wakati anaweza asifike. Hata wewe Mungu ana uwezo wa kukupa kipawa kama hicho na ukaimba kama malaika. Watu wakaanza kujikwaa, baadaye walipomwona wakafurahi. Ni heri muone Yesu furahi zaidi kuliko kafurahi umemwona mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mtu ana kikomo, Yesu ana kikomo. Watu wanaondwa, Yesu ana kikomo. Yeye akikupenda mama, Yesu akikupenda bibi, Yesu akikupenda kijana, utabadilishwa. Haleluya. Ndio maana Yohana, watu walimkamata, wakuu wa dini wakaanza kumtesa, wakamteka, wakamtupa kwenye kisiwa cha Patmo. Kumbe Yesu anaenda kumfunulia mambo ya siku za mwisho. Yohana wakati akiwa kwenye mateso, Biblia inasema yeye akaona kiti, akaa kwenye kiti, uso wa nchi ukamkimbia. Akaona wafu wakubwa kwa wadogo, wale waliokufa baharini, na bahari kawatoa, kuzimu ikatoa watu. Biblia inasema wakasimama, akafungua vitabu viwili, matajiri wakasimama, watu ambao walikula kwa anasa wakasimama. Waliposimama kila mmoja, Biblia inasema akahukumiwa kwa kadiri ya matendo yake. Sema amina kwa jina la Yesu.
na yule ambaye jina lake halikuonekana atupwa kwenye ziwa la moto. Mwambie jirani yako, uko tayari kutupwa kwenye ziwa la moto? Mpatie mkono, hata kama atakasirika, mwambie mhubiri amenituma. Haleluya! Na usiogope, hawezi kukuloga hiyo. Ya leo ametekwa. Yaani unaogopa hata kama umekaa na mtu ana jina la kuloga sana, wewe mpatie mkono, ametekwa. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema haleluya. Amen. Sema amen tena. Amen. Punga mkono namna hii. Nasema punga tena mkono. Ongeza makofi mazuri. Sijaona makofi mazuri. Amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Amen. Yohana wakati yupo kwenye mateso, Biblia inasema Mungu akafunua, yeye akampa siri ya habari ya siku za mwisho. Biblia inasema akaona kiti kikubwa cha enzi, na yeye aliyekaa ni Yesu Kristo mwenyewe kwenye utukufu. Biblia inasema nchi ikamkimbia alipokuwa amekaa, vitabu viwili vikafunguliwa. Biblia inasema wakainuka wafu wakubwa kwa wadogo, waliposimama wakaanza kuhukumiwa kwa kadiri ya matendo yao. Kama ulitenda dhambi, kama uliiba, kama ulizini, unahukumiwa. Wewe uliyetenda mema unahukumiwa. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Nasema haleluya. Ndio maana Yesu yeye ametutuma kuleta habari njema. Yeye amekuona mama, yeye amekuona baba. Hii jioni ya pekee, hii jioni ya upendo. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Punga mkono namna hii. Nasema punga mkono kama unayo furaha. Achana na watu wanaokimbilia dunia. Ukiona mtu apungi, maana yake ana hirizi. Na hirizi yako ulipokanyaga viwanja imepoza. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Biblia inasema Yohana akaona bahari zinatoa watu wale waliokufa miaka mingi. Biblia inasema bahari katoa watu na kuzimu nayo ikatoa watu. Biblia inasema na yule ambaye hakuonekana ameandikwa kwenye kitabu cha uzima milele, yeye atakuwa alitupwa kwenye ziwa. Jioni leo ya pekee, mama acha matendo mabaya, kijana acha matendo mabaya. Kuna mapinto anachomoa mimba. Huu sio wakati wa kuchomoa mimba, ni wakati wa kwenda kwa Bwana. Yesu anasema yeye anakupenda. Yeye anasema ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba bila kupitia kwake. Dini haiwezi kukusaidia. Biblia inasema Yesu ndiye mwenye matendo mema. Yes. Nyosha mkono namna hii. Mwambie mrudie Mungu. Patie jirani yako mkono, mwambie. Kuna watu wanaenda kwenye vikoba, vijadamu, sina nani, lakini tunaona ili kutengeneza maisha ya dunia. Lakini Biblia inasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Nazo duniani zimejaa tabu, zinahesabika. Ndio maana Yohana yeye wakati Mungu amemtuma na anafunua, akaona nyakati hizo siku za mwanadamu zinahesabika. Haleluya. Patie jirani yako mkono, mwambie siku zako zinahesabika. Sema kwa nguvu, mwambie siku zako zinahesabika. Sema kwa nguvu, ukiona asemi mwambie siku zako zinahesabika. Mwambie umefanya nini kwa Mungu? Mwambie umefanya nini kwa Mungu? Haleluya. Wale wasio kukemea, wasiosema acha dhambi, kuna siku moja hata kama ni kiongozi wa dini haja kutendea mema, siku hiyo yeye atakuwa kivyake na wewe kivyake. Hata mimi naye kuhubiri injili, siku hiyo mimi nitasimama na mwambia Bwana, mimi nilifanya kazi yako kwa uaminifu. Kuna watu walikataa injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Injili ni ujumbe pekee. Injili ni
mpango wa Mungu unaleta wokovu. Unaweza kusema maisha ya kula anasa, maisha ya kulewa si kitu, ni maisha ya upofu. Ndio maana mtu mwingine yeye anafikiri anaweza akalewa, labda shetani akakupa kitu. Hapana, yeye anakupofusha tu uende jehanamu ya moto. Na kuna watu siku za mwisho hizi, unaimba kwaya huko na mme wa mtu, achana naye, upo kanisani kule, sio hapa, kwingine kule utakuta ni mzee wa kanisa na mme wa mtu. Sasa kama kuna mchezo kama huo, achana nao. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Kuna mbaba yeye ana wanawake 7, mbinguni hauingii nao au utakwama mlangoni, maana hakuna mbingu ya vimada 7. Haleluya. Sema amina kwa jina la Yesu. Sijasikia mtu anasema amina. Amen. Wewe ni mzee wa kanisa, umemkasirikia mtu, hapana, samehe huyo mtu. Samehe. Mwambie jirani yako samehe aliyekuumiza. Mwambie msamehe aliyekuumiza. Halafu mwambie mimi ninawasamehe leo. Sitaki kufa na presha nisiingie mbinguni. Unajua wakati tunaandaa hata mkutano, wenda wengine wajiandaa kuja kuloga, umekosa njia. Bwana sio sana. Nilienda mahali fulani, nimefika kwenda kuhubiri Tanga vijijini. Wakati nimefika, wale wachawi wakajikusanya, wakasema yule baba asirudi Dar es Salaam. Sasa wakati nakupa ushuhuda huu, sasa wakati nahubiri, siku ya kwanza ilikuwa Jumatano nikahubiri, Alhamisi nikahubiri, Ijumaa nikahubiri, hapo Ijumaa wakamua binti mmoja, yani walimloga, wakampiga zengwe, uchawi wa zengwe. Kwa wakampeleka kwa shehe ikashindikana, kwa padri ikashindikana, kwa mwalimu ikashindikana. Wakasema tumpeleke kwa mhubiri Jumamosi. Tumpeleke. Ndio Jumamosi nilipohubiri, nimefika kwa mchungaji. Tumekaa. Nikamwambia sasa nipumzike. Nikashangaa nje watu wanazungumza. Wanazungumza Kisambatu, wanazungumza Kisambaa. Mara wamemsunguka mchungaji. Wanasema tunamtaka askofu. Sasa wakati nikasikia sauti nikatoka, nikamwambia kuna amani. Kuna amani. Wakasema kuna amani, ila tuna binti yetu tunaona amekata roho. Sasa tunataka ukamwombee. Bwana asifiwe. Punga mkono namna hiyo kama nataka kusikia ushuhuda huu. Haleluya. Nasema haleluya. Nikasema kuna amani, hamtafanya lolote. Nikamwambia kwa jina la Yesu hamtafanya tena. Wakati nimeenda nikakuta watu 70 wana mapanga. Wanaongea wasema huyu jamaa hata kwenda. Kumbe wamemloga, wana testi. Wakafikiri Yesu sio wa mchezo. Huyu Yesu naye mhubiri, si hubiri chumvi. Ndio maana wachawi wanondo wanataka mjaribu tu. Hapo utasikia, utasimulia wenzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Sijasikia haleluya. Amen. Yes. Sasa wakati nimefika, wakasema sasa tutamkata na panga. Nikamwambia nyinyi wa baba mliosimama wote Mungu atawatia upofu. Na sasa hivi na wale ambao mmemloga binti huyu sasa hivi mtakamatwa. Nikashangaa vimama fulani vinakimbia. Nikasema huyo binti anaitwa nani? Wakasema Sara. Nikasema Sara, nyanyuka kwa jina la Yesu. Sara akanyanyuka. Aliponyanyuka akasema da, tumefeli. Sasa naingia kwenye gari, Sara kadondoka. Nikienda anaamka, nikasema kumbe. Nikamweka kwenye gari. Tukaenda kanisani kwa mchungaji. Tukiwa na vijana wangu, mmoja yupo hapa. Yuko wapi Moses? Ulikuwepo siku ile? Huyu nikasikia naye anataka kutoroka wewe. Maana alisikia Wasambaa wengine wanaongea Kiswahili, mwana tunakata vichwa hawa jamaa. Mwenzake mpiga kinanda katoroka. Huyu akaenda kujichanganya katikati.
ili asikatwe, na yeye anajifanya msambaa, kumbe ametoka da. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya! Mwambie jirani yako usiogope. Mwambie usiogope, usiogope. Haleluya! Alipojichanganya watu wakamstukia, walipomstukia akazunguka nyuma ya nyumba kona. Nani anataka kufa? Watu wakaomba omba. Waliotaka kutoroka omba, wakatoroka. Alafu mimi Roho Mtakatifu akaniambia mguse tu kwenye mkono. Nikasema kuanzia leo ukombolewe na unyanyuke kwa jina la Yesu. Nikamwambia mama yake yuko wapi na baba yake, mchukueni mtoto. Akapona tangu saa ile, akawa mzima. Watu wakaanza kumtukuza Mungu. Sema amina. Na niliposimama nikasema, naomba kabla sijamaliza, andikeni majina ya wachawi waliofunga kijiji hiki na maendeleo. Wakaandika. Tukua kwenye mkutano. Nikaomba. Nikaambia waambie wajisalimishe kabla, walifutika. Mungu aliwakata. Moja baada ya mwingine. Wengine walitubu mpaka wazee wa kanisa sasa hivi wapo hapa. Tuma na injili ni kitu cha pekee. Watu wengi tunaabudu hata makanisani na wachawi. Hapana. Huo sio mpango wa Mungu. Yaani Mungu anaokoa watu, wengine wanaloga. Wengine ni wazee wa kanisa wanaloga. Hapana. Yesu anajitosheleza. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Ninapomtangaza Yesu, yeye ni mkamilifu. Yeye ana nguvu. Yeye ana uwezo wa kuokoa. Yeye ana uwezo wa kusamehe. Ndio maana jana nikazungumza, Yesu aliona watu wamembeba mtu mmoja, wakatoboa dari mahali aliposimama. Yule mtu alikuwa amepoza. Biblia inasema Yesu alipomtazama akasema, mwanangu, umesamehewa dhambi zako, beba godoro lako uende zako. Yesu akasema anayo amri duniani ya kusamehe dhambi, kwa sababu dhambi ni tishio. Dhambi imeua ndugu zetu, dhambi imeleta unyang'anyi, dhambi imeleta uharibifu, dhambi imevunja ndoa. Ndio maana ninapotangaza hii jioni ya pekee, hii jioni ya upendo, Yesu anakupenda, na jioni ya leo atakuinua. Sema amina tena kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Huyo mtu akapona. Wasambaa wakakosa kitoweo, wakatolewa na Mungu. Bwana Yesu sana. Na leo tutaomba kijiji hiki, tunataka kiwe ni kijiji cha pekee. Unajua niliwahi kuingia kijiji fulani, Mungu alifanya mambo makubwa. Tunataka tuone vijana wa huku wakulima. Usiwe mvivu, lima. Tutaomba Mungu atafanya kitu. Sema amina kwa jina la Yesu. Amen. Naomba tusimame. Kile naomba tusogee huku. Wazee wangu tusogee. Mungu anawapenda wabibi. Sogeeni tuombe. Mungu aachilie ulinzi ndani yenu. Wana bodaboda sogea. Wamama mlioko pale, ukiona mtu asogee muulize, hivi una nini? Wamama mliosimama karibu na mti pale, mmekaa kwenye nguzo ya umeme, wale wa baba wazuri sogea kabisa. Watoto turudi nyuma kidogo, tutaongea mwishoni hapo watu wazima. Mama uliosimama pale, watoto wataongea mwishoni. Na mwenye mtoto pale, watoto turudi nyuma. Sogea. Leo tutaombea kwa watoto. Na leo najisikia upako wa kuombea watu. Najisikia nguvu ya Roho Mtakatifu sio ya kawaida. Wamama mlioko wote wavaa sare wanakwaya, naomba tusaidiane huko. Mama achana na miwa utakula tu mama. Tena nitakununulia mua mwenyewe. Unajua, nenda napenda kula mua. Sogea tunataka tukaombe, tuachie wale waimbaji. Wamama mlioko pale mnapiga nyayo, sogea hapa tuombe pamoja. Mungu anakupenda, ndio maana unapiga mwayo tu. Na hawatakuroga tena kwa sababu umewakemea kwa mwayo.
Umekaa karibu na choo, sogea kidogo. Usikae kwenye choo. Wewe ni mtu wa muhimu zaidi ya choo. Mabinti pale. Yeye mmesimama pale. Yeye mmesimama wanafunzi. Watoto tuongee mwishoni, watu wazima tusogee mbele. Watoto sogea. Sogea. Jina linalopita majina yote, ninakamata ulimwengu wa roho, kila nguvu yoyote ya kuzimu, kila roho ya mateso naipiga kwa jina la Yesu. Out in the name of Jesus. Toka macheo ya mama, toka ndani. Jini Makata, jini Maimuna, na kuapisha leo roho ya uganga, toka ndani. Wewe unayebeba usiku, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Toka ndani, toka njia, toka ndani. Ninatuma moto, mashariki natuma moto, kusini natuma moto, kaskazini natuma moto. Inapiga hiyo mikoba, inapigwa. Toka ndani, achia. Nasema toka kwa jina la Yesu, ninakuapisha. Toka ndani, toka, funguka, toka macho ya binti, toka ndani, toka kwa jina la Yesu. Ukiwa kwenye utulivu, shusha mikono yako. Nataka niombe na mtu anayesema nataka kuokoka leo. Nyosha mkono, usimwonee aibu mtu. Unasema mimi nimelisikia neno la Mungu, leo nampa Yesu maisha yangu. Nyosha mkono, taomba na wewe utakuwa mtu wa kwanza. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono unasema mimi. Mama sogea hapo. Sogea mama. Alafu tenda kuomba na wagonjwa, wafanya biashara, taomba nao. Mimi mwenyewe nilipo nafanya biashara. Sio biashara ndogo ndogo. Sogea. Yule anayesema niko tayari kuokoka. Sogea. Usikatae. Mimi mwenyewe nilifuata Yesu. Na Yesu amebadilisha maisha yangu. Yaani Yesu kimfuata atakubadilisha. Sogea mama. Mkono wako tu. Sogea kijana wangu. Unasema niko tayari kupokea Yesu. Njoo kijana wangu. Usiogope. Usiondoe kijana wangu. Hao watu wa muhimu taombea sasa hivi. Toa mikono yako juu, watu wote makutano. Wote tuseme sala hii. Watu wanondwa, usiongeongee kwenye mkutano, wenda mwingine ametumwa kupotosha. Toa mikono yako juu, watu wote makutano. Sema Bwana Yesu, ninatubia dhambi zangu. Leo nimeamua kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Sema futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima milele. Kuanzia sasa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu. Napisha kila roho. Toka ndani kwa jina la Yesu. Toka ndani kwa jina la Yesu. Toka ndani. Out in the name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu. Toka ndani. Vifungo funguka. Toka kwa jina la Yesu. Toka njia. Toka ndani kwa jina la Yesu. Funguka. Toka njia kwa jina la Yesu. Pokea usi. Kwa jina la Yesu. Ninapisha kila roho. Toka ndani kwa jina la Yesu.
msiba katika jina la Yesu. Funguka, funguka kwa jina la Yesu, funguka kwa jina la Yesu. Nyinyi mlioko pita mbele, naomba nitazameni, piteni hapa mje huku. Naomba nafasi kwa ajili ya hawa hudumu yoyote awachukue. Wewe mama uliyevaa kilemba chekundu, mfuateni yule mama mwenye kilemba chekundu. Mama kaa, uliyebeba mtoto, andika majina, nitaonana nao baadaye. Yule anayesema nina uvimbe, nimeenda hospitalini, ninaumwa magonjwa ya kila namna ambayo hayaponi, pita mbele hapa. Panda juu. Ama panda juu. Bacheni nafasi. Panda juu. Nataka wenye uvimbe, magonjwa yale yaliyotisha kabisa. Unaota ndoto mbaya usiku, pita juu. Unafukuzwa milimani, pita juu. Unakimbizwa na wachawi, pita juu. Pita haraka. Hebu huyo mnyanyweni, huyo mnyanyweni. Huyo mnyanyweni. Waombezi mnaka, yani waombezi. Nyanyua mara moja. Beba mara moja. Usogeze. Wewe baba, mshikilie zote. Nyanyua. Pigwa kwa jina la Yesu. Chomoka. Nenda haraka. Nenda na kupiga kwenye tumbo. Toka ndani kwa jina la Yesu. Toka, funguka. Nenda kwa jina la Yesu. Na kuapisha. Toka. Msimu. Wewe dada, simama juu. Wewe msima tangu sasa hivi. Amen. Fungueni miguu. Unaota ndoto za kutisha, njoo. Tutaomba na wewe. Njoo. Maana uko makaburini unakula nyama za watu, pita juu. Msimamishe. Naachilia uwezo wa Mungu. Naachilia uponyaji wa jina la Yesu. Kwenye miguu, kwenye tumbo. Funguka. Piga kelele, ondoka. Piga kelele, ondoka. Watu mnayekula ugali, shika. Mama huyu mwenyewe anakula nusu. Pigwa tumboni. Pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa Yesu. Aga. Safari. Aya, mshushe chini. Wewe kijana, beba peleka ndani kanisani. Nimetangaza hata kama